Yaani baba mdogo leo nina furaha kweli kweli. Yaani leo nina furaha isiyozidi. Anasema nini? Fanya hivyo nani muogo hapa kidogo. Yaani baba mdogo huwezi amini. Matatizo yote kwisha sasa hivi. Leo unajua wewe. Usikize kwa makini. Sawa? Inawezekana unakuja hapa unadoya chakula, afu mtoto watu umemwacha na njaa huko. Maana nakujua vizuri wewe. Si ndio maana nakwambia matatizo yote kwisha. Yaani sasa matatizo yote kwisha, yale masuala sio gombana nini kuja tunafukuzana hapa nyumbani. Sasa hivi hamna kabisa. Wewe sio mwelewa. Ninakwambia mwanangu shakuwa. Sawa? Haya mambo mengine. Sawa nayo. Sawa. Haya. Umekuja hapo hapa, unapata kujua amekula jana. Wewe utakula. Yaani baba mdogo. Yaani unielewa furaha yangu nini? Yule mtoto tayari nimeshampa talaka 3. Tena bora hata ningempa moja angesema rudi. Mimi nimempa zote 3. Wewe unasemaje wewe? Yaani nakuuliza unachoongea unasema? Sio mtoto tayari nishampa talaka. Yaani unajua kimondo mimi sikuelewi. Kwa maana yaani umempa talaka mtoto wako, sio? Samba tuelewe nini pia? Kwa kosa gani? Sasa ilikuwa inasababisha matatizo hapa baba mdogo. Nakuja hapo unanifukuza. Siri hapa. Anasababisha matatizo chungu nzima. Nimeamua tu nifukuze ili mimi nirudi nyumbani. Kwa nini unafanya mambo kukurupuka mwanangu? Yaani haya sasa sawa, umempa talaka, ameenda kule kwao. Akifika kule kwao anasema nimeachwa kwa sababu gani? Baba mdogo si ulikuwa unaona mwenyewe hapa tunagombana kwa sababu yake? Au kosa liko wapi hapa? Mwanangu sio mtoto wa ndugu yangu wewe. Unajua utanifanya mimi nikufuru Mungu wewe. Sawa? Yaani wewe nakuona kabisa unakoelekea mimi utanifanya mimi nikufuru Mungu. Sasa nisikilize kwa makini. Sawa? Ondoka haraka sana ukamchukue mtoto wa watu. Unanielewa? Sasa mimi namrudisha vipi na nishampa talaka 3 tayari? Simona. Nimekuambia fanya haraka yule mtoto wako ukamzuia arudi nyumbani. Sawa? La sivyo mimi na wewe tutaelewana kabisa. Kwa sababu wewe unachofanya ni kitu cha kijinga yani. Wewe unafikiria nini kumpa mtu talaka tu bila kosa lolote? Kweli? Bwana. Wewe sio kweli wewe. Kwa mdogo hapo bwana. Mimi nafanyaje sasa? Mimi nafanyaje sasa kumrudishia yule? Na nishampa talaka tayari. Mimi nafanyaje? Nafikiri mimi nilichoongea umenielewa. Sawa? Yaani ili tusigombane mimi na wewe. Naomba uondoke. Ukamchukue mtoto wako. Unanifukuza tena? Kimondo nimesema haraka ondoka hapa, nenda kamchukue mtoto wako. Unanielewa au kurudie? Baba mdogo uko serious? Unataka niwe serious zaidi hapa, si ndio? Mtoto mko pumbavu sana wewe. Haya baba, kwa heri. Hivi na wewe unajiita mwanaume wewe? Pole sana mwanangu, ila usijali na usiwe na mawazo.
Mimi naamini tu utapata mwanaume mzuri sana, na utambue kwamba kuachwa sio mwisho wa safari yako au sio mwisho wa maisha yako. Amini nakwambia mimi, utapata mwanaume mzuri mno. Wenda huyo mwanaume sio aliyokupangia Mungu, yupo. Umenielewa mwanangu? Nimekuelewa baba, ila tatizo nikipita mtaani nanyoshewa vidole. Kiukweli maneno naongea yananiumiza sana. Pole, najua kweli umeumia, kwa sababu sio jambo ndogo hili. Lakini mwanangu, usiwe na mawazo na usisikilize maneno ya watu. Maneno ya watu yanaumiza moyo. Unaweza ukawa chizi kwa sababu ya maneno ya watu. Nimekuelewa baba. Sawa. Niombe moja tu kwako. Nilikuwa naomba nikatulize akili yangu kwa dada. Okay, haina shida. Unaweza kwenda. Lakini mimi nikushauri jambo moja, usisikilize mtu yoyote, usiwe na mawazo kuhusu hilo jambo. Wewe tulia, muombe Mungu basi. Umenielewa? Sawa baba, nitatekeleza. Asante. Nashukuru. Sawa baba. Haya. Hamisi, ila jambo langu nataka nikwambie. Jambo gani unataka niambie? Sio sahihi. Sasa nitawasilisha kama nipenda, wewe niambie tu. Ndio. Unajua, ndio kumpenda rafiki yangu Kimondo. Ndio kumpenda rafiki yangu Kimondo? Ndio. Wewe umetoka huko umekuja kuniandalia za Kimondo? Ndio, kama rafiki yake. Sasa nifanyeje? Ndio kumtengenezea Kimondo. Ya kutongozea? Ndio. Kwani wewe kutongoza? Wewe nikwambia kama kumtengenezea. Kutongozea. Baridi hamna cha bure. Nipe hela. Ngatia hela. Najua unanipenda mimi, kumbe nitakutongoza kwa rafiki yangu. Nipe hela. Wewe ibuku ndo yani? Yaani buku. Yaani mimi hata kazi zangu nikakutongozea kwa buku. Ndio umeanza. Ongeza hela kama utake niondoke. Ndio tatoke. Kwa hiyo tena ndio mjule nampendaje mtu kama yule? Ya unajua bwana. Sema tutakutana bwana. Oho, Bwana Salam. Naam. Habari yako? Sihitaji salamu zako. Umenielewa? Unajua Bwana Salam, siku zote waungwana wanapokutana kwanza usalimiana, afu mengine yote yanaendelea. Sasa nakusalimia ndugu yangu unakataa kuitikia. Tatizo ni nini? Umesahau. Mmeniumiza sana nyinyi. Nimeumia pamoja na binti yangu. Sasa nakwambia, hata kama nikianguka, naomba upite. Bwana Salam, sasa usifike huko. Nisikilize nikwambie kitu kimoja. Sawa? Matatizo ya watoto wetu tunayoyasuluhisha ni mimi na wewe. Lakini tena imetokea tatizo, wewe unakuwa unalalamika tu, unakuja unaniambia hata nisifike umedondoka nisikusaidie, inakuwa sio kweli. Unaelewa? Mimi naenda kumaliza matatizo.
kweli wewe unajisahau. Nimeumia. Umemuumiza binti yangu. Sasa basi nakwambia, hata nikifa naomba usije kwenye msiba wangu. Umenielewa? Ndugu yangu, hayo yote yanatoka na wapi? Kuna mengine au ni haya tu? Sasa hata ukifa nisije kwenye msiba wako inatoka wapi? Sisi wote ni binadamu. Panapotokea tatizo tunatakiwa tukae chini tuzungumzie tatizo, tusiongeze tatizo lingine. Sasa wewe naona unataka kuongeza tatizo lingine kwenye tatizo. Haya ndiyo mliokuwa mnataka. Mmeniaibisha mimi. Nimeaibika pamoja na binti yangu. Ni sio watu wazuri. Sitaki tena kuongea na wewe. Naondoka. Usinitafute. Umenielewa? Inaonekana kama binti yangu sijamfuza vizuri. Naibika sana. Naondoka. Hapa kama tunazungumza, tulikuwa tuitane tukae chini tuone tunasuluhishaje kesi ya watoto wetu. Mwanangu sana. Kama kawaida. Vipi mwanangu, mbona umepoa? Si unajua mwanangu wewe wewe. Sasa kidogo imwagike bwana. Hii Pepsi. Ni sayona hii. Mazingira sasa hapo mwenyewe tunaichukua kidogo. Au si? Umenipimia kabisa mwanangu. Ulijua nakuja ni? Sasa mwanangu. Bwana mimi na kipengele mwanangu, kama unavyojua. Mjomba ananizingua kuhusu mke wangu. Mjomba wako baba wako mdogo? Mjomba tena ishapagawa mwanangu. Maana nina matatizo kibao chungu nzima. Baba yangu mdogo ndio huyo baba yangu mdogo. Nimekumbuka. Nilipata taarifa kwamba mkeo umemwacha, umempa talaka. Hivi shida nini mpaka umefikia stage ya kumpa talaka mkeo na umemwacha? Changamoto kubwa ilikuwa hivyo wakati na mimi matumizi, maana unajua mimi kipindi bado sijaoa. Nilikuwa naishi pale kwa baba mdogo na kula nini. Sasa baada ya kuoa mwanangu matatizo kaa sipati chakula na nini, mazingira matumizi kaa changamoto. Kwa hiyo nikaona mfuzi, yani nilimpa talaka 3, maana niona tu pamoja akarudi. Hiyo mambo wewe jao. Wewe jao. Mwanangu wewe ulikaa chini ukafikiria kwamba mimi sasa hivi nimeshakuwa mtu mzima. Nahitajika nini? Nioe. Na maana mpaka unafikia stage ya kuoa kwamba wewe umejiona ushakuwa mtu mzima. Ndio maana umeenda kuoa. Kwa kama umekuwa mtu mzima na umeoa, unahitajika ujihudumie mwenyewe. Sasa inawezekana unatoka hapa tu uende kwa babako mdogo akuhudumie, hiyo aingia akilini. After babako mdogo kakwambia ujihudumie mwenyewe, wewe unatoka tena unampa tena yule mwanamke talaka. Shida si baba mdogo bado yupo, kwa masuala nini ya huduma zile ilikuwa fresh tu, lakini baada ya kuoa mwanangu mambo yote yakabadilika. Tuashumu hivi kwamba ndo babako mdogo amefariki, amekufa. Siombei, sio kwamba naombea afe, ila ndo papo amefariki, tunaashumu. Wewe utaishije Kimondo? Utaishije wewe? Kuna maanisha baba mdogo wangu afariki au vipi? Tunaashumu. Maana uhalisia unaonekana. Ndo papo leo amefariki, wewe unaishije Kimondo?
Wewe unachukulia maisha marahisi wakati maisha magumu. Ila ukifanya kazi maisha yanakuwa marahisi mbona? Sema nini? Hata hii juisi yako mwanangu imekuwa chungu. Maana maneno unaongea baba. Mimi ngoja kwanza nipambane nimrudishe mke wangu afu tangalia maisha yanirudishe kama isipowezekana basi. Angalia tunachimika. Haya poa bwana. Sasa kwa mfano kama nikipata kazi ya zege Pole sana mdogo wangu. Kwani kilitokea nini? Maisha jinsi yalivyokuwa magumu sasa hivi mke wangu. Naona bandikie talaka. Nataka nikupe talaka 3 hapo. Hivi mume wangu unapatana na mimi? So utani. Yaani serious kabisa. Tunaongea serious hapa jamani. Sio kweli. Labda unanitania. Kwa nini? Ni kweli au nikupe kabisa? Yaani sasa hivi kweli umeanza masuala na mimi. Unanitania. Ngoja basi nikupe kabisa ni hadi maana yake naona. Na yenyewe hapa. Mume wangu, kwa kosa lipi umefikia sija kunipa talaka? Mke wangu, tatizo sasa hivi maisha yamekuwa magumu. Yaani toka nimekuwa wewe imekuwa changamoto. Mimi nimegombana na baba mdogo kule kisa wewe juu. Yaani nafuata kule mazingira sipati, ila sipati wanangu wale nimegombana nao kisa wewe. Yaani toka nimekuwa wewe imekuwa changamoto kweli kweli. Sasa mimi nimeona nikupe talaka mke wangu, uende kwenu ukapumzike, maisha mengine yaendelee. Kwani shida iko wapi? Sababu sio mimi. Walichokwambia wenzako ni kweli. Kwa sababu ni umri wako umefikia kikomo kukaa kwenu. Unatakiwa upambane. Sio kutegemea wazazi. Mimi siona hata kinachokuuliza mke wangu. Sio unaona kupewa talaka jambo la ajabu mke wangu. Sijaona kosa kunipa mimi talaka. Kwa kosa lipi mume wangu? Mimi nashindwa kabisa kuelewa. Kwa hiyo wewe unataka nikufukuze vipi sasa labda tofauti na talaka? Nikwambie huwa natoka. Kupata kukosa ni maisha mume wangu. Kinachohitajika ni kupambana. Hilo mimi naelewa. Sema sasa mimi baba mdogo wangu bado yupo pale. Sasa mimi sasa hivi ninakuwa nikienda pale sipati chochote. Na tatizo ni wewe mke wangu Wewe shindwa kunielewa Angalia sasa maisha tunayoishi hapa. Yote sababu ni wewe tu, nimekuoa ndio maana naishi hivi. Kweli damu. Mimi sana. Huenda sio riziki yako, lakini usijali mdogo wangu. Utapata mwanaume anaokujali na anaokuthamini. Ni kweli dada, sasa hivi sihitaji tena mwanaume. Kwa hiyo ndio kinatosha. Sihitaji tena mwanaume. Maana sio kwa aibu nilopata mtaani. Sihitaji mwanaume yoyote sasa hivi. Bora tu niishi maisha yangu. Sema hivyo mdogo wangu.
Usijali, utapata mwanaume anaokupenda na anaokujali. Mimi naona hamna tena. Usijali ndugu yangu. Nakuja. Mdogo. Yaani wewe ulikuwa unapanga kwa nguvu?